Hapa ni ukumbi wa chuo cha sanaa Bagamoyo, na Mheshimiwa Mufti wa Tanzania muda sio mrefu anaingia hapa ukumbini. Tuacheni jamani majungu. Maana nyinyi BAKWATA mmezidi mno majungu. Tunataka kuendelea, nyinyi mnataka kuleta masuala majungu. Nataka kusaidia nini? Mnataka kuondosha wenzenu tutakashe mtupa wao afai. Kila siku majungu. Huyu si tunamuona ndio anafaa. Ametuletea watu wote unaowaona hapa, mipango hii yote leo mimi nimeshangaa sana. Paka mbona hii mmepata wapi? Awe shekhe wetu Liatu. Na mwenzake Abdul Qadir Ramia na Sharifu. Silete majungu bwana. Katika baraza tutaki majungu. Akipatikana mtu ana majungu, sasa hivi lazima tumuondoe. Hata kama yuko katika baraza la ulama, yuko kwenye mkoa, yuko kwenye wilaya wapi, hapa tunaondoa mtu. Hatutaki ujinga sasa hivi. Na umenielewa Simba Cup? Awe katika ngazi yote, akileta sisi tutamtupa. Sasa kama Nasiri kwenda kuroga nenda na sisi anatujua tutatoka wapi? Natujua tutoka wapi bwana? Hassan ibn Thabit amesema lisani sarimun la aiba fi wa bahri la tukadiruhu dilau. Ulimi wangu ni wenye kutinda, ni wenye kukata, hauna aibu katika kuzungumza, na bahari yangu haichafuliwi na ndoo. Wa bahari la tukadiruhu dilau. Hakuna ndoo utakayochafula inaweza kuchafua bahari. Wewe unaweza kuchukua ndoo ndio ukachote maji baharini afu ambaye ile maji ya bahari yamechafuka kwa sababu ya ile ndoo? Hakuna swala hilo. Acheni majungu, acheni mashekhe wa mikoa wafanye kazi, wacheni mashekhe wa wilaya wafanye kazi, wacheni mashekhe wa kata tulionao wafanye kazi. Sisi tumeona wanatufaa. Na tunawatengeneza kupitia BAKWATA Online Academy. Wanasoma utawala, wanasoma tehama, wanaelewa mambo yanavyokwenda, wanasoma dini zaidi. Wamejitolea katika masuala kama hayo. Usilete masuala yako mengine. Au mtu anaondoka anakwenda serikalini kwenda kumtilia majungu. Sheikh wa mkoa afaya anakwenda kwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa kwenda kutia majungu. Na serikali sisikilize watu wajinga kama hao. Sikiliza nini watu wajinga kama hao? Wanajua nini hao? BAKWATA wanaijua ilikuwa wapi na sasa hivi tuko wapi? Sheikh Geruko ametoka Bukoba kuja kushangilia BAKWATA Online Academy. Amesimama amezungumza maneno mazuri sana hapa. Sheikh Jongo amesharuka, mimi nitaka kusema maneno yake yanatosha, tutieni fatia tuondoke. Leo nataka kuleta tabu. Sheikh Lushu ametoka Tanga. Sheikh Abr ametoka Iringa. Sheikh wa Singida yuko? Sheikh Isa wa Singida ametoka nani? Leta tu majungu tu. Sheikh Isa fai, Sheikh tu gani afai? Atafaa nani kila siku? Mimi sitaki majungu bwana. Sisi tunataka vitu viendelee. Mtu akileta majungu tumkimwona au mkimsikia ndani ya mitandao, ndani ya vyombo vya habari, ndani ya pokopoko za kando na nini, huyu leteni mapendekezo tumtupilie mbali, hakuna haja kukaa naye. Bila kujali sharafu yake, utukufu wake, sura yake, uzuri wake, wala hakuna kujali kitu cha namna hiyo. Mtu akiwa hafai tu. Nadhani tunaelewana Simba Cup. Waache mashekhe waendelee, tupate maendeleo sisi. Tumekwenda kule Kibaha, shekhe wa Kibaha akatuonesha, shekhe wa Pwani akatuonesha maendeleo walikuwa wameyapanga kwa miaka mingapi wale? Kwa miaka 5 ya Uislamu. Mambo makubwa hajawahi kutokea ni kipindi hiki. Hao mashekhe kwa Kibaha ni Pwani walikuwa hawapo. Mpaka tuwataje wakati tunajua bado. Walikuwepo. Kulikuwa na mambo kama haya.
Mbona wanafanya haya kwa kufuata kauli zetu na maelekezo yetu na mambo yanakwenda? Je, mnataka kuleta mambo yasiyoeleweka? Kagera ananikumbusha Sheikh Ali hapa Ngeruka. Kagera kila wilaya kuna zahanati. Tukaipitisha makao makuu, kila wilaya kuna zahanati, kila wilaya kuna zahanati. BAKWATA hiyo maendeleo. Nyinyi mlikuwa na zahanati bwana? Watu leo wanapewa pesa za COVID, wanapewa pesa za nini? Kwa sababu wana mahospitali, wana zahanati, wana kila kitu, wana haki ya kupewa. Sisi hatuna, tutapewa nini? Wende ukale. Tutakwenda kutafuna hela za watu. Lazima tuwe na zahanati, tuwe na kila kitu shekhe. Ndio hiyo tena sisi tumeamka. Kagera kila wilaya kuna zahanati. Na kuna complex kubwa la masuala ya maendeleo linajengwa pale mjini kabisa, msikiti mkubwa pale. Mkubwa. Na juzi wale kuja ofisini tumepitisha. Najengwa na nia thamani si bilioni ngapi sijui. Sheikh Musa. Bilioni ngapi? Bilioni ngapi? 40 ngapi? Bilioni 2. Najengwa ndani kubwa, ukiona shape yake na nini. Mimi waliponionyesha kule Bukoba nikamwambia kuanzia sasa atakayejaribu kusema na mtumbua hapa tamfukuza hapa mbele ya watu. Katiba inaniruhusu. Tutaka maendeleo sisi, sio maneno hapa. Kaza. Afai hatujaona maendeleo. Wewe una kipofu nini wewe? Wewe uone maendeleo, watu wamekusanya, wewe kipofu mjinga namna hiyo bwana. Uone maendeleo. Alfitnatu ashaddu min alqatl. Sheikh wa mkoa wa Pwani ananikumbusha atma alfitnatu aya hiyo. Alfitnatu ashaddu min alqatl imekuja mara mbili. Alfitnatu ashaddu min alqatl, alfitnatu akbaru min alqatl. Fitna mbaya nyinyi. Fitna mbaya. Alfitnatu naima la'ana Allahu man ayqadhaha. Fitna kitu kicholala, Mungu amlani mtu anayeamshamsha fitna. Kwa hiyo sio BAKWATA ya fitna, hii sio BAKWATA maneno. Mtu uwezo wenyewe hana, hata ukimpa kazi hawezi kufanya lolote, mjinga tu. Umeeleka? Hatutaki vitu vya namna hiyo, tunataka vitu maendeleo. Mimi nifuatane na mtu uletee mambo ya maendeleo. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Na wapongeza wakina baba na wakina mama kwa kuungana na BAKWATA Online Academy. Kupitia wataalamu tuliokuwa nao tunakusudia kufanya mambo makubwa zaidi kuliko hayo. Tunataka kufikia kuwa na chuo kikuu, tusome tupate elimu, watu waende mbali. Na kuna Darul Maarif imeonyeshwa na al-Ustadh Maadhi pale. Kutakuwa na maktaba kubwa, lakini pia Darul Maarif ni kituo cha elimu ambacho katika kila mkoa kipo, kila wilaya kitakuwepo. Na sasa hivi pale Iringa, sasa hivi kanieleza Sheikh Al-Abd katoa jengo kubwa ambalo tutakuwa nasoma pale Darul Maarif, na pia wa Masri wako pale watakuwa nasomesha. Imetandikwa BAKWATA Darul Maarif, na hiyo yote imo ndani ya hiyo BAKWATA Online Academy, ndio katika mkupuo huo mmoja. Hao yote ni maendeleo, watu waendelee bila elimu. Hata siku moja watu waendelee. Ukiona watu wamerusha mandege ni elimu ile. Unaelewana uzuri mpaka hapo? Kwa hiyo hayo yote ni mambo wamefanya mashekhe hawa na ni mambo mazuri. Na kuna sehemu nyingi tu ambazo watu sasa muendelee, kila mmoja mkitoka hapa mkafanya. Na BAKWATA Online Academy ni watu wote tu, taasisi zote, Muislamu yoyote anayetaka aingie kwenye BAKWATA Online Academy, ni ilmu bila hudud. Watu waingie tu. Kwa sababu sisi haja yetu ni kuelimisha Waislamu wote kwa ujumla. Yuko mtu mmoja alinifuata nyumbani, maajabu, Sheikh Maadhi, ambaye mimi si Muislamu naweza kusoma, nikamwambia soma. Kuna mtu anaitwa Maadhi kule, namba yake hii hapa. Wasiliana naye, soma. Si elimu? Soma. Kwa hiyo Waislamu, hayo ndio ambao tulikuwa tunataka tuyazungumze leo, na tunazungumza kwa uchungu kwa sababu kuna haja sasa ya kuondoka tulipo. Kisha mnachotakiwa kujua nyinyi kwa kitu gani tumerudi nyuma Waislamu? Tumerudisha na fitna, uongo, majobless ya ovyo, kuzungumza kitu kisichokuwa nacho. Yaani mtu ametoka msikitini kasali sasa hivi, na Mtume anasema mathalu salatikumul khams, ile hadithi ile, kwamba mfano hizi sala zenu 5 ni kama mfano wa mto unaopita mbele ya nyumba ya mmoja wenu, mbele ya mlango wa nyumba ya mmoja wenu. Ikawa anaoga katika ule mto mara 5 kwa siku. Kisha akauliza Mtume kuuliza maswahaba,
fahal yabqa ala jasadihi daranun, je atasaliwa atabakiwa juu ya kiwiliwili chake na nongo? Atakuwa na nongo mtu anaoga mara 5 kwa siku? Wakasema hapana, atabasi hivyo hivyo sala 5 zinaondosha madhambi. Lakini sisi hatuondoshi madhambi. Semeni kwa nini? Si ukitoka msikitini unakwenda kwa jobless unaanza kuteta, unaanza kufitini, unaanza kumkadiria imamu kwamba huyu hana management, hana hivi. Unasikia bwana? Wewe ulikuwa na redundance yako, umefuzwa kazini, unataka kuleta migogoro msikitini, ndio kazi yako. Shekhe wa mkoa hafai, shekhe wa wilaya hafai, shekhe wa kata hafai, mwenyekiti hafai, sharifu anatusimamia academy usema hafai. Itakuwa namna gani bwana? Namna hiyo tutakwendaje? Lakini sasa hivi ndio umetoka kuswali, madhambi ya toka swala ya nyuma mpaka pale yamefutwa kwa maelezo ya Mtume. Wewe unatoka unachuma madhambi mengine. Wewe unatarajia kwamba unaweza kuingia peponi? Je, umetoka katika swala umefutwa hayo madhambi yote, unaanza mengine afu na kufa? Utakuwa katika hali gani? Waislamu acheni mambo ya namna hiyo. Acheni mambo ya kijinga. Hapo Waislamu pia acheni kusikia maneno ya watu. Sikia maneno ya watu. Mtu akizungumza neno ukiligundua la fitna, la uongo, la kusingizia, mwambie bwana motoni kaingia mwenyewe, mimi niko katika masuala mengine. Kaingia peke yako. Tababuka mwenyewe, kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Kaungue mwenyewe. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo BAKWATA ni chombo chenu. Leo wahadhiri, simama Rajab. Unamwona ile kijana? Ni katika wahadhiri, yeye mwenyekiti wa wahadhiri Wahadhiri wote Tanzania wanaosikia wanazungumza mambo makubwa ya kutisha. Na zamani walikuwa ndio watu wa takbiri, wanatembea takbiri, Allahu Akbar, takbiri. Wale nimeambiwa acheni, wamesema tumeacha Sheikh. Sasa hivi wewe tutume kazi, tunafanya kazi. Wale kazi ya BAKWATA tulioifanya ndani ya miaka 6 mpaka sasa hivi. Leo vijana wetu wanafanya kazi kubwa, hata khutba tunampa na khutubu yule BAKWATA. Kweli si kweli bwana? Ni katika jumla ya makhatibu wetu pale BAKWATA. BAKWATA zamani ilikuwa namna hiyo. Leo tunamchukua anakuja kutuhutubia hapa. Anakuja kufanya mambo ya kheri. Kwa sababu haja yetu ni kujenga umoja na mshikamano, elimu na maendeleo, mambo ya uchumi. Ndio tunayotaka sisi. Kasha. Inshallah Mungu atuwafikishe. Mungu atutengenezee mambo yetu. Naomba radhi, nimepata na jadhiba ya kuzungumza kwa sababu mimi ninakasirishwa sana kufanywa mambo ambayo najua haya kazi yake ni kukwamisha maendeleo ya Uislamu. Alafu tuogope watu namna hizo, kana wametumwa labda. Maadui wa Uislamu wanaweza kuwatuma watu kama wale, maana hawatumi watu wa kando, wanatumwa wale waliomo ndani. Ndio kawaida. Nyinyi mmepata kuona ugomvi wa msikitini kumetoka mtu nje? Si mle ndani. Kama katumwa je, utajuaje? Idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, kiwaona maumbo yao na nini, mili yao inakupendeza, watu wazuri, wana majuba, wana makoti, vilemba na nini, afu na faswaha, akizungumza kitu asema lazimeliwa maneno tu, hakuna hela yote iliyoliwa. Nimeingia msikitini mimi, kufika pale mufti umefanya vizuri leo umekuja. Imamu wetu jamani, imamu wetu leo nataka tukukabidhi uondoke naye. Nikamwambia kwa nini? Michango yote iliyochangwa anakula yeye. Mpaka sasa hivi kala shilingi ngapi hapa? 200,000. Nikamwambia tayib. Je, huyu imamu mwamlipa kiasi gani? Kwa sababu ana watoto, ana mke, ana familia, ana baba, na mama, na kila kitu, naye mwenyewe binafsi. Tunamlipa kitu gani? Tunachopata tunampa. Mbona hamjafanya? Uwezo kusema tunachopata tunampa. Lazima alipwe. Hiyo hamjafanya sawa sawa, lazima mkae chini muangalie mnamlipa kiasi gani. Imamu njoo, akaja. Umekula kweli? Nasema nimekula kweli Sheikh, nilikuwa na shida, watoto wangu hospitali na nini. Nikaingiza mkono kwenye juba, nikatoa 200,000, kama 200,000 nyingine zinakuongeza na zile vile, endelea kula. Namchezea imamu mtu mdogo bana, imamu anakaa nafasi ya mtume. Namchezea mwalimu wa madrasa mtu wa mchezo. Nachezea wahadhiri wanazungumza mambo ya dini, mashekhe hawa wanahangaikia dini. Toka asubuhi mpaka ghurubi shams. Toka ghurubi shams mpaka tului shams. Kazi yao ni hiyo ya dini tu. Wewe utamchezea mtu namna hiyo? Akikuapiza huwezi kukaa. Nikamwambia tukaeni sasa. Tukatengeneza utaratibu wa kulipwa. Na mimi nikasema haya, na mimi natoa hela hizi za kuanzia. Ndivyotakiwa tuwe na akili. Sasa hayo tutapata wapi?
BAKWATA Online Academy, utawala, uongozi, hiyo management mnaosema nyinyi, umeeleweka uchumi, hayo yote yatatengenezwa kwa sababu tumesoma. Tutaweza kuwalipa walimu, tuwatalipa walimu wa madrasa, maimamu, watu wote wakae. Pesa lazima, asikudanganye mtu akasema pesa haifai. Mtu nani amekwambia pesa haifai? Wewe umesoma wapi rafiki yangu? Umesoma wapi? Mimi nampa kazi yangu kuupa ugongo ulimwengu. Unaupa ulimwengu ugongo, mbona kunywa chai za watu? Hutaki kufanya kazi wewe, hutaki. Lakini ukienda katika nyumba ya mtu kumepikwa wali mzuri unakula. Rafiki mwenzake ameokota, si amehangaika kutafuta, yule ndio akapika wali mzuri wa nazi na nini, samaki na kila kitu, amefanya kazi. Hakuna vitu hivyo katika Uislamu, ni vitu tu wametengeneza watu, lazima tuviondoshe. Sisi ni watu wa maendeleo, watu wa elimu, watu wa uchumi, watu wa kuangalia afya zetu. Mwisho nimalizie, nitasema sana. Wasu yangu mwingine, jamani, tuendelee kumsapoti na kuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu. Kama alivyosema DC kutukumbusha ile hadithi tunaisomesha mwanzo inayosema aljannatu tahta aqdamil ummahat. Kina mama atakuangaliwa hawa, lazima wasaidiwe, wasapotiwe, wapewe nguvu. Na katika kumpa nguvu kuna mambo ambayo lazima na sisi tuyasemee, kama mambo haya ya corona. Mambo ya corona haya sasa hivi nadhani tuendelee kupunguza kupeana mikono, tuendelee kufuata masharti ya wataalamu. Kuna tishio la kidudu cha 4 sijui ambacho kimetokea Afrika Kusini. Afrika Kusini hapa ni 4 hours tu, masaa 4 ushafika. Kwa hiyo karibu sana. Kwa tuendelee na masharti, na Waislamu shika zetu masharti. Kila jambo sharti. Nyinyi mmesoma, ukitaka kusoma shurutu salah. Hata ukitaka kushika shurutu lului. Neno shurutu himo ndani ya masomo yetu sisi ya Kiislamu. Kwa hiyo tuendelee kumuunga mkono na tufanye dua zaidi. Mwenyezi Mungu autokomeze ugonjwa huu, na Mwenyezi Mungu ajalie amani, lakini na ampe baraka na yeye katika utawala, na muhifadhi na kila baya. Na sensa inakuja mbele, tumesikilizishwa, tusikatae sensa kama hivyo kataa majahili. Maana majahili waliosoma kidogo kama alivyosema ndugu yangu hapa Sheikh Jongo kwamba mpaka akacheka. Sio amesoma wapi wenzetu hao? Yaani kuna mijitu unacheka mwenyewe kwamba jambo hili yule ni mwanachuoni kula sema jambo kama hili. Kasoma kweli yule. Unakataa sensa kwa neno gani? Umelipata wapi? Wapi? Dini gani? Ya nani? Kwa hiyo itakapofika sensa, sisi tuingie katika sensa. Kwa sababu hata hii BAKWATA Online Academy lazima tujijue tuko ngapi. Tumetajua idadi ya watu waliosoma 46,000 wanaosoma. Ni sensa ile. Kwa hiyo tuipokee kwa wema na kwa uzuri, kuonesha kwamba Waislamu ni wajuzi wenye kujua mambo haraka na kuyafanyia kazi. Lakini tuendelee kudumisha amani. Hata tukimwona mtu aeleweki, tutoe taarifa mapema. Viongozi wa serikali wale pale. Baima kuna jitu moja tumeliona hili. Kwa Tanzania hakuna mtu wa sampuli. Ile itakuwa sampuli nyingine. Sisi wa Tanzania ukimcheki mtu tunajua huyu sio wa hapa. Ukizungumza naye Kiswahili tu ile accent yake najua huyu sie. Kwa ajili ya ulinzi wa nchi pia tutoe taarifa katika vyombo vinavyohusika. Hayo ndio mambo ambayo tunatakiwa sisi tuyafahamu. Jingine tuendeleze mshikamano, mapenzi na kushirikiana hata na wasiokuwa Waislamu katika masuala yenye maslahi ya taifa. Na katika jambo kama hili tuligusie, na tuendelee kufanya dua vile vile, mvua ziendelee za kheri na za baraka. Na haya mahoma yaliyoingia haya yanaumisha sana kichwa na nini, Mwenyezi Mungu ayatoe haya na mengine. Imenithibitishia kwamba sasa tamko letu la jitambue, badilika, wacha mazoea linaanza kufasirika kidogo. Ilikuwa siku zote tutapiga kelele kwamba tamko la jitambue, badilika, wacha mazoea halijaeleweka mpaka leo. Hawajafahamu Waislamu makusudio tuliokusudia katika kusema jitambue, katika kusema badilika,
katika kusema wacha mazoea. Ni maneno matatu yanayohitaji zaidi ya volume 100 katika kuyafasiri, na maneno matatu hayo ndiyo maisha yetu ya kidini, ndio maisha yetu ya kidunia, ndio makusudio na matarajio huko akhera twendako. Maendeleo yote ya namna yoyote, yawe ya dunia yawe ya dini, huwezi kuyaepusha na mambo matatu hayo. Huwezi kuyaepusha na tamko la kujitambua, na tamko la badilika, na tamko la kuacha mazoea. Kwa sababu kujitambua ni Qur'ani tupu na ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Badilika ni Qur'ani tupu na ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Acha mazoea ni Qur'ani tupu na ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yafasirika kwa upana sana, na kila anayefasiri hafiki mwisho, atafika pale ambapo ameona afike tu, kwa ajili ya kuwaelewesha watu nini maana jitambue, nini maana ya badilika, nini maana ya wacha mazoea. Lakini naona matamko haya kwa sasa tunaanza kuyafahamu kidogo dogo, na ndio maana tumeweza kupokea wito huu wa BAKWATA Online Academy. Toka tulipofanya mahafali ya mwanzo kule Keremji Hall mjini Dar es Salaam, na leo tuko hapa Bagamoyo tunafanya mahafali ya pili. Tujaribu kuangalia wakati ule na tumejaribu kuangalia na leo, tumeona watu sasa wanaanza kuuelewa ule msemo wetu tuliokusudia katika BAKWATA, wajitambue, badilika, wacha mazoea. Huu msemo tuuache, kwa sababu hatuwezi tukaufasiri hapa. Unahitaji darasa zima la kuelezwa mtu kitu kimoja moja mpaka aelewe. Lakini niwapongeze wanadarasa walioweza kuingia katika awamu hii ya pili kuitikia wito wa BAKWATA Online Academy, ambayo leo tunafanya mahafali yake ya pili, na watapokea vyeti hapa. Na toka mwanzo mpaka sasa mlikiwa mkisikia maneno mbalimbali yakizungumzwa, pamoja na nyadhi mbalimbali ambazo zimetolewa hapa na mashekhe, tangu mjumbe wa Baraza la Ulama Sheikh Ali Ngeruko, lakini na maneno makubwa aliyokuja kuyazungumza ni mawaidha mazuri Sheikh Al-Abri kutoka Iringa, shekhe wetu wa mkoa huyu, amezungumza maneno makubwa sana na akahusisha Uafrika na ilmu. Pale alipokuwa amemtaja sana Bilal, kama mmemwelewa vizuri nini alikuwa anakusudia, alikuwa anakusudia kuonesha kwamba sisi wa Afrika tunatakiwa kusoma sana, na wala kusoma sio sisi ni kule kusoma kwa kulazimishwa. Walikuweko wakale wetu waliotangulia juu ya masuala ya kusoma, kama vile Bilal ibn Rabah, na akaelezea historia ya kuondoka kwa Madina kuhamia Dimashq kule Syria, Sham. Akaelezea namna kishindo kilichotokeza katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kurudi Madina, kuja kuangalia namna gani tangu alipotoka baada ya muda mchache tu alipofariki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna walivyokita kilio na kishindo kikubwa, dhaja kubwa sana katika mji wa Madina, kwa kumwona mtu aliyekuwa karibu na aliyekuwa na nafasi na daraja kubwa ya kupewa uadhini wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonesha Uafrika una nafasi yake. Kuna watu wanaona kama Waafrika si watu, wengine watamanyani, wengine hivi, lakini kwa sababu ya sakhafatul aqli tu, ni kule kuharibika kwa akili zao. Sisi tuna uwakilishi mkubwa sana wa Afrika, kama huo waliozungumza shekhe wetu Sheikh Al-Abri. Tumewakilishwa sisi na Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, lakini tunaye mama alikuwa ni Mwafrika vile vile, Bilqis. Alikuwa ni Mwafrika, alikuwa ni malikia, yeye metawala Yemen kwa muda mrefu,
na baadaye akaolewa Nabiiullah Suleiman alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo tuna uwakilishi mzuri, lakini yeye alisimama katika swala la ilmu, alitilia nguvu ilmu, kwamba tusiache ilmu. Ilmu ni jambo letu pia, ni jambo ambalo elimu na Mwafrika ni jambo lake, ni chakula chake, ndio maisha yake. Na mawaidha mazuri ya kuzungumzwa hapa na Sheikh Hamid Masudi Jongo, ambaye kazungumza kwa niaba ya kutaka kunisimamisha, kazungumza mambo mazuri sana. Lakini kabla ya yote nimshukuru Mheshimiwa DC binti yetu Bi Zainab kwa maelezo na maneno na khutba nzuri iliyosababisha kushindwa Sheikh Hamid Masudi Jongo mpaka akaweza kueleza sifa zake. Kwa kweli huyu ni binti yetu, ni mtoto wetu, na amefanya kazi kubwa sana. Sifa yake ya kwanza ndio kama mlivyosikia, kahifadhi msahafu mzima. Yaani huyu ni katika wale tulikuwa tunawazungumza kule Diamond Jubilee, misahafu yenye kutembea. Yeye pale alipo ni msahafu tayari. Sura 114 ziko kichwani binti yule. Na katika mashindano aliposhinda na kupewa zawadi, mimi nilikuwako siku ile, na ndio nilikuwa msemaji siku ile. Ni kijana mdogo kama mnavyomuona, na mumewe Mheshimiwa Waziri wa Maji, msomaji mzuri. Siku moja niliona clip moja anapiga maulidi mlango wa 3 kitu kama hiki, anapiga kwa mahadhi mazuri sana. Kwa hiyo haukomeshea katika masala ya dini tu peke yake kama ambavyo tulikuwa tunadhania pale Diamond Jubilee. Aliendelea kusoma zaidi mpaka akapata degree yake, akaongeza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa jahi kubwa mpaka akapata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya. Mwenyezi Mungu atamuongoza na atampandisha zaidi inshallah. Yeye mwenyewe tayari ni mfano kwa Waislamu. Yeye mwenyewe ni mfano kwa Waislamu kwamba inatakiwa Waislamu tusome dini. Tusome dini, tuijue. Dini hii haikubali kabisa ujinga. Kisha inatusome na dunia. Hii elimu ya mazingira, hii elimu ya secular. Kwanza kwa tafsiri fupi, huwezi ukaiondosha elimu ya mazingira na elimu ya dini. Ni sawa sawa tu. Kwa sababu ukiangalia ndani ya Qur'ani kuna mambo na kuhitaji uyajue wewe, na masomo yake unayapata katika elimu ya mazingira yako, hata mambo ya sayansi yako, mambo ya biology yako katika Qur'ani. Falyanzur al-insanu ila ta'amihi mpaka mwisho. Mambo ya biology tu. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Biology. Sasa wewe utakuwa umesoma tu hiyo aya, ukizungumza biology maana yake uingie katika hiyo biology inasema nini. Kwa hiyo mauwiano ya biology pamoja na yani elimu za secular na kusudia pamoja na elimu hizi za dini ni vitu vinavyokwenda sambamba. Ametoa Mheshimiwa DC aya inayosema wa'allama adama al-asma'a kullaha, yani Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfundisha Nabii Adamu majina ya vitu vyote, lakini makusudio sio majina pale, ni fani mbalimbali, elimu mbalimbali, elimu ya kila kitu akamfahamisha. Wa'allama adama al-asma'a kullaha, na kuonesha kwa namna alivyohusishwa mwanadamu na elimu. Hakuhusishwa kiumbe kingine na elimu isipokuwa mwanadamu tu. Ndio maana baada ya kufundisha Nabiiullah Adam majina ya vitu vyote, yani elimu zote, mambo yote, kisha Mwenyezi Mungu akatoa mtihani kwa malaika kwamba niambieni majina ya vitu vile, kama mnasema kweli nyinyi niambieni. Wakashindwa. Kwa sababu gani? Hawakupewa, hawakuhusishwa. Wao wamepewa mambo kadhaa tu. Mwanadamu amfundisha kulaha. Kisha kaambia Nabii Adam muambie, akawa anaambia ile kadha, ile kadha, ile kadha, ile mbingu, ile nyota, ile hivi, ule mti, ile tunda. Eleka uzuri. Wakashangaa.
Wakashangaa malaika. Sasa ikiwa mwanadamu amehusisha na ilmu, Muislamu si mwanadamu? Muislamu si katika wanadamu? Anajitoa vipi kwamba yeye hawezi kuwa na ilmu? Ilmu ni ya watu fulani maalum tu wao. Hakuna. Ilmu sio ya watu maalumu, wala sio ya tabaka maalumu. Elimu ni ya watu wote. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Kullukum min Adam. Nyote mmetokana na Adam. Sasa elimu hii ni elimu ya watu wote. Ama tukirudi katika Uislamu, Muislamu silka yake, tabia yake, umbile lake ni ilmu. Na ndio maana haikuteremshwa swala mwanzo, wala haikuteremshwa zaka mwanzo, wala haikuteremshwa hija mwanzo. Teremshwa. Kama yuko mwalimu wa namna hiyo, tumpige X hapa tumtoe, maana hajui chochote, atakuwa ni dubu. Anaweza kusema kwamba kitu cha kwanza Muislamu alichofundishwa ni swala, ni zaka, ni hija. Mtume ndio kateremshwa hiyo. Mtume ameteremshwa ilmu kwanza. Kwa nini? Kwa sababu akiwa na elimu ndio ataweza kuswali vizuri na swala itasihi. Swala haisihi kwa mtu asiyokuwa na ilmu. Lazima awe mtu ana ilmu ya swala, ajue kusihi kwake, nguzo zake, adabu zake, sharti zake, kuharibika kwa swala ajue, kisha swali, ndio swala inakuwa sahihi. Na huwezi kuyajua mpaka ilmu. Ndio ikawa mtume anaambiwa soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba kila kitu. Iqra, soma. Ile iqra peke yake ni aya, afu mbele ndio bismi rabbika alladhi khalaq. Sheikh Jongo, iqra ni aya, si aya? Iqra ni aya, neno moja tu iqra. Ni qaraa yaqra, iqra, soma. Nini ya Allah? Nisome nini? Mungu amwambie mtume wake asome, alafu amwambie cha kusomwa nini? Katika mambo ya elimu na ilmu za lugha, kinapotajwa kitu ambacho ni kitu kile kiko katika nafasi ya mtendwa, maamulu wanamuita mtendwa, maana yake ikiwa ameondoshwa ule mtendwa, hakutajwa, kile kilichoamrishwa hakikutajwa, maana yake manufaa ya ile amri ipate kuenea. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam soma, alafu asimwambie asome upishi, asome fiqhi, asome hija, asome jiografia, amwambia soma tu. Ni kwa sababu manufaa ya elimu yapate kuenea, kwamba kisomwe kila ambacho kina manufaa, kisomwe. Ndio hadithi ya Sheikh Jongo ya Mtume Muhammad kwamba elimu ni kiokotwa, ni kitu kilichompotea Muislamu, popote atakapokikuta akitwae, popote atakapokikuta akitwae, akiokote, kwa sababu ni kitu chake kilichompotea. Mimi nazidisha kipande cha mapokezi mengine hadithi hii. Wa fi riwaya asema wala yaktarif min ayi wi'ain kharajat, wala sijali ile elimu imetoka katika chombo gani, yani asijali ni nani kamfundisha. Hata sisi katika shule zetu nyingine za BAKWATA na zisizokuwa za BAKWATA, hata wenzetu wenye taasisi nyingine za Kiislamu, wanao walimu wengine ambao sio Waislamu, lakini ndio mwalimu wa sayansi. Wewe kusema wewe kwa sababu si Muislamu basi uweze kusomesha sayansi hapa. Wala yaktarif min ayi wi'ain kharajat, sijali ni kutokana na chombo gani imetoka hiyo ilmu, unatakiwa wewe uiokote tu, uiokote. Kama ni geography, ndio wewe mtaalamu wa jiografia, wewe soma tu, akiondoka atakwenda na mambo yake, wewe unaendelea na elimu yako ulichukua kwake. Nadhani wana mahafali mnanielewa. Elimu ndio kitu cha kwanza. Wewe ifanye elimu ni kitu cha kwanza, kama ambavyo elimu ndio uteremsho wa kwanza, kama ambavyo elimu ndio wahai wa kwanza. Hakuna wahai uliotangulia elimu.
Elimu ndio wahyi wa kwanza, soma basi, ndio baadaye akaja mambo mengine. Kwa hiyo kwa maelezo haya na muktadha huu na mahukumio haya yatakufahamisha kwamba elimu la Muislamu ni mtu na mwenzake. Akikaa Muislamu elimu kwa upande wa kulia, ikikaa elimu Muislamu yuko pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu Waislamu wote ni elimu, kila kitu ni elimu. Haujatoa nafasi, hakuna mtu aniambie hapa, hakuna. Uislamu umefundisha tu, ni elimu, ni kufundisha tu. Miaka 23 Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha miaka 23, miaka 13 akiwa Maka na miaka 10 akiwa Al-Madinatul Munawwara. Huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 13, miaka 23, 13 akiwa Maka. Na kwa nini miaka 13 imekuwa mingi kwa Maka na 10 ikawa kidogo kule Madina? Kwa sababu miaka 13 ilikuwa ni migumu, ni kipindi cha kuwafundisha watu kumjua Mungu, na watu hawataki kumjua Mungu. Wana miungu yao kadhaa katika mji wa Maka na sehemu nyingine ni wanaoiabudu. Kuwatoa katika miungu ile warudi katika Mungu mmoja tu mwenye kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ilikuwa ni kazi moja ngumu. Kwa miaka yake ikawa imezidi zaidi, kama hivi ambavyo sasa hivi tunapata tabu ya jitambue, badilika, wacha mazoea. Wala usilaumu kwamba mbona atoka siku ile amezungumza mufti tamko hilo, leo ni mwaka wa 6. Si hata Mtume amechukua miaka 13. Mtume pia akachukua miaka 13 kujua tu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Neno hilo leo moja tu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, 13 sana, miaka 13, 13 years. Anawafundisha mabwana wale, jamani, anayepasa kuabudiwa kwa haki ni Allah, na mimi ni mtume wa Mungu na ni mja wake. Miaka 13 anamenyana na watu, mpaka akaambiwa ili lieleweke zaidi, hama hapo. Ndio akahamia Madina, kule kwa miaka 10. Ndio maana aya za hukumu zote na sheria zimeshuka Madina, kwa sababu ni katika masuala ya utekelezaji. Pale ni katika masuala ya kuelezana tu, watu waelewe. Kama tunavyosumbuka sasa kuelezana, jitambue, badilika, wacha mazoea. Lakini niwashukuru, nifupisha maneno na niwapongeze kutoka mikoa mbalimbali, kutoka wilaya mbalimbali, na kutoka katika kata mbalimbali kwa kuja hapa kwa ajili ya mahafali haya, kuchukua vyeti vyenu. Lakini pia muwe wajumbe, mkitoka hapa mwende mkawaelezi watu wengine kwamba jamani, ujumbe tuliopata kule ni elimu na Muislamu, au Muislamu na elimu. Hakuna jambo lolote isipokuwa elimu tu. Elimu ndio jambo lake. Muislamu kafundishwa mpaka namna kulala, ajilalie tu. Jamani, kuna Muislamu anakwenda tu kama yuko kuanzia leo akajifunze jamani elimu ya kulala. Alimu auladakum sibahata warimaya, wafundisheni wana wenu kuogelea na kuatilia vyembe. Wafundisheni watoto wenu kuogelea, ile elimu ya kuogelea ile. Watu jamaa mtaalamu sana, anaogelea sana. Katufundisha Mtume karne ya 16, karne ya 7. Mtume katufundisha karne ya 7 masuala ya kuogelea, masuala ya kutumia silaha, masuala ya nini, masuala ya kujiandaa, kuwa tayari katika kila jambo. Katufundisha Mtume. Mtume ameacha jambo bwana. Kwa hiyo neno letu ni elimu la Muislamu, au Muislamu na elimu. Na ndio maana BAKWATA tumeanzisha kitu kinachoitwa BAKWATA Online Academy. Kuna maneno ameyagusa Mheshimiwa DC, Mwenyezi Mungu amhifadhi, kwamba tunaendelea na tuendelee kusoma mpaka tufikie BAKWATA Online University. Nataka kumfahamisha tulimekushaiweka tayari hiyo BAKWATA Online University, na tushawahi kwenda mpaka Tanga kwa ajili ya kufanya utafiti wa aina mbalimbali. Kisha kuona hata watu wa wizara, wataalamu hao akina Maadhi washakwenda kuzungumza na wataalamu wale wenye kuhusika na masuala ya chuo kikuu. Kinakuwaje? Profesa nani yule? Profesa Kihampa. Kihampa, Profesa Kihampa. Kuonesha harakati zetu za BAKWATA Online Academy ni kufikia kwenye BAKWATA Online University.
tuwe na open university ambayo ni online, watu wasome mpaka wafikie chuo kikuu kwa namna hii. Kwa nini BAKWATA tunahimiza hii? Tunahimiza hii kutaka kuondoa wimbo alikuwa anausema bwana Maadhi ambao mimi nauchukia, wa kuonekana kwamba Waislamu hawakusoma. Kila siku Waislamu hawajasoma, hawajasoma maskini, hawajasoma. Eleka. Alafu sisi wote tukifika mahali fulani, unajua bwana sisi kinatusumbua sisi tukusoma. Wewe unatilia maneno haya, wewe Muislamu wa la ilaha illa Allah unakubali maneno haya bwana? Unakubali maneno haya? Toka yamesemwa mpaka leo miaka 60 bado tu hatujasoma vipi? Sasa kuna haja gani kuishi ala wajhi al-ardh, ardhi Tanzania? Na tunakaaje wakati sisi ni watu wa ilmu, watu wa vipaji? Sisi mmemwona katika dini kamwaga vitu vingi sana, hatukumruhusu tu katika dunia. Sijui angefanyaje pale. Simemwona kulikuwa na broken pale, anatiririka namna. Ni katika wale wasomaji akisoma Qur'ani tilawa ile, wewe unasinzia yule. Na kasoma secular, Qur'ani haijaharibika, hawajaharibiwa na secular kama wanavyodanganywa watu kule. Ba ukisoma secular, Qur'ani inaharibika. Na wengine ambao ukisoma secular nani Qur'ani, elimu hii ya kizungu inakutoka kabisa. Unakuwa una chochote wala utakuwa una akili shuleni nini? Wewe una akili, bongo lako baya. Wewe huoni watu wenye mabongo yaliyokuwa ya kisawa sawa? Mtu uwe na akili, usome, unafeli vipi? Kwa mfano wewe unafeli, labda nifelishwe tu, lakini hakuna mimi siwezi kufeli. Haitokea hata siku moja nimefeli. Ulumu nilizozihifadhi kichwani afu ninafeli vipi? Huyu jongo anafeli vipi kwa mfano? Mimi mwalimu wangu wa Kiingereza yule pale, simama Sheikh mwalimu wakuone bwana, maana wasije wakaona hapa napiga slang wakaona labda mwalimu wangu wa Kiingereza huyo. Jamani, mmemwona? Yeye ni Maalim Shabani, bingwa wa Kiingereza nchini hapa, mwenye method pekee. Method hiyo akikufundisha kama vile mfundisho alifu alif sekine sekine huyo kasha kanifundisha mimi Kiingereza. Nilipokuwa mimi nasoma Kiingereza kwake Sheikh Taha Suleiman Bani akasikia, wakati mimi naibu mufti, bwana naibu mufti anasoma Kiingereza kule. Mimi nilikuwa nakwenda kusoma, sijali hii kwamba mtu anasema anasoma, mimi najali wapi Sheikh? Ninamjali mtu bwana, mimi nataka kusoma, nataka kujali mtu. Akaja Sheikh Taha Suleiman Bani kujiunga na mimi. Sasa siku moja karibu ya mitihani, mwalimu kwanza nikamwambia, mwalimu wewe, mimi nadhani wale wa vijana wanaosoma chuo kikuu kule cha Mlimani wanakuja kusafisha Kiingereza vyao vibovu kule, wanakuja hapa kwako unawasafisha Kiingereza. Wale usituweke, wale wenzetu wameendelea, usituweke. Asema Sheikh, sio hivyo bwana, Kiingereza kina kidato, weka tu nitafanya mimi mambo. Basi tukasoma kwenye mtihani, mimi mtu wa kwanza. Wale kutoka chuo kikuu chini. Mimi mtu wa kwanza Sheikh, muulize mwalimu si yule pale bwana. Mimi mtu wa kwanza kwa sababu kila akinifundisha ile grammar, maana ninazungumza Kiingereza ile grammatical English. Kila akinifundisha hiki narudisha kwenye nahau tu. Mafuuli. Kila ndani ya faili. Kila kiniambia masdari. Inakuwa rahisi kama mambo ya kitoto manake. Hata nyinyi mnafeli vipi mashekhe? Someni elimu ya secular Sheikh. Someni BAKWATA Online Academy, mabingwa hawa hapa. Ni mabingwa wetu. Alafu tuwaombee sana Mungu, maana mimi siwalipi sana hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ilham na ari ya kuweza kusomesha na kusimamia jambo hili. Mwenyezi Mungu awape kheri hawa watu. Wanataka Uislamu uende mbele, wameniona mimi nataka Uislamu uende mbele, na wao wameshika mahala kama hapa. Mwenyezi Mungu awaruzuku. Mwenyezi Mungu awahifadhi. Kina bwana Msabila wote, Mwenyezi Mungu awatengenezee mambo yao, na wote ambao wameshiriki. Na kina Sheikh Kombo wote, Profesa Fishidini yake Lenga na Profesa Lenga, simama bwana kuone. Wewe tumekona naye mpaka Tanga, tunahangaika wapi ni kutafuta majumba tutakaoanzisha. Na Muhammad Maulidi Mtulia kwa mwanangu leo hayupo, leo kaiko nje. Na bwana Maulidi Mtulia ambaye alikuwa ni bunge wetu wa Kinondoni, ngoja aje. Hawa ndio wanaosimamia haya mambo. Huyu hapo unamuona?
huyo mwanangu huyo. Hao wamejitolea kwamba shekhe wewe utaanguka, sisi tupo. Afebeki afekipa huyo. Kwa hiyo tuko katika mambo ya namna hiyo. Na sasa hivi tumemchukua tena teacher simama wakuone bwana. Kwa ajili ya kurekebisha Viingereza huyo hapa. Huyo teacher kwa tumemchukua atakuwa na mabingwa hawa kwa ajili ya kufundisha kile Kiingereza ambazo nyinyi mnakitaka. Cha Kimarekani kipo, ki British English iko, umeeleka Kiingereza cho kwa ambacho hanacho yeye ni Kiingereza chetu hiki cha ovyo ovyo. Yeye hana hicho. Kasha. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Yote haya ni kutaka Waislamu tuondoke katika tabaka ile ya zamani twende tabaka nyingine. Mwisho namaliza hotuba yangu.